Kuhusiana na taarifa hii ambayo inaendelea kwa hivi sasa mara baada ya dada yetu Muna Love kuweza kutumia ukurasa wake wa Instagram kuzungumzia kinachoendelea mara baada ya dada yetu Jennifer Jovin kuweza kuingia kwenye kesi ya uhaini ambayo mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Lissu ambaye pia na yeye yupo kwenye kesi hiyo, ikionekana kuwa ni kesi ngumu na ikinukuliwa kwa rais wa TLS Boniface Mwabukusi akiweza kuzungumza kama ni kesi ambayo ina changamoto na ni kesi ngumu zaidi kwa hapa nchini Tanzania. Sasa nitasoma ujumbe kama ifuatavyo alivyozungumza dada yetu Muna Love, na ni ujumbe kwenda kwa serikali yetu ya Tanzania. Aliandika kama ifuatavyo: jamani, hivi kweli mnataka kuniambia kwamba Nifa ana kesi kama ya mheshimiwa Tundu Lissu? Yaani hawa wana kesi moja. Msichana mdogo kama huyu kafanya kosa gani kubwa kiasi hicho? Kosa lake ni kutetea haki za wanyonge, kuwa sauti ya wananchi walioumizwa. Hii ndiyo nchi yetu sasa. Haki ikisemwa ni kosa, kukosoa serikali kwa nia ya kujenga ni uhalifu. Mbona zamani watu walikuwa huru kusema, kutoa maoni na kuikosoa serikali bila hofu wala vifungo? Leo hii mtu akiongea tu kwa uchungu wa watu waliotekwa, waliouawa au kuteswa au hata utani tu anaonekana muhaini. Huu si uhuru wa kweli, huu ni uonevu wa wazi. Haya, Nifa kaongea kuhusu barakoa au kuuza ni kesi ya uhaini. Maumivu yangu ni haya: Nifa si jambazi, si muuaji, si muhaini, ni msichana wa kawaida anayeamini katika haki na utu. Ameshindwa kuishi kimya wakati wenzake wanateseka. Leo hii anapewa kesi nzito kama mhalifu mkubwa, ilhali walioua raia hadharani bado wanatembea mitaani. Bado nimewaza hao wenzake sio maarufu, na kama hakuna wa kutetea ndo basi. Tunauliza, ni kosa kuwa na moyo wa huruma? Ni kosa kusema ukweli? Taifa letu linaelekea wapi? Bwana atapigania kwa ajili yenu, nanyi mtanyamaza kimya. Kutoka 14 mstari wa 14. Wale wanaonisingizia watatayarika na kujia aibu, watageuka na kuaibika sana, maana wamepanga kunidhuru. Zaburi 71:13. Mungu yuko upande wako Nifa, tunakuombea. Mungu atawaaibisha maadui. Alimaliza kama hivyo. Mimi sina la ziada, lakini cha msingi tukutane kwenye upande wa comment kwa ushauri zaidi, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel yetu pendwa ya Hot Boy